بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ليوم الدين. أما بعد. باب ما جاء في العزل. Mlango wa kubaini masala yaliyokuja katika kitu kinachoitwa azli. Azli maana yake asema an-naz'u ba'da al-ilaji liyanzila kharij al-farj, yani mtu ikiwa kamwingilia mkewe, sasa hataki yale maji ya uzazi yaingie katika njia ya kufika katika kizazi, kwa kuhofia asije akapata mimba mke. Ndio maana azli. Walikuwa wakifanya hivyo masahaba katika wakati wao, kwamba ikiwa hataki mke apate mimba, basi huwa baada katikati ya jimai, akifikia kipindi cha kutoa manii yale huwa anayetoa nje, maji ya uzazi anamwaga nje, yasiingie pale mahala pa kuhusika na hatimaye mke kuchukua mimba. Ndio maana azli. Na hilo kisheria katika madhhab, katika jamhuri, madhhab ya wanazuoni, katika madhhab Imam Maliki, Shafi'i na Ahmad rahmatullah alayhi, wote wanasema inajuzu, lakini kwa ridhaa ya mke. Lazima washauriane wawili hawa, baina ya mke na mume, kwa sababu wote wana haki katika tendo lile la ndoa. Kama kipatikana mtoto tutakuwa ni wote wawili. Sasa wao wapitia kwamba sharti ya idhni ya mke pawe na maridhiano kati yake. Katika hadithi nambari 3278 wasema an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu qala, anasema Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, kunna na'zilu, tulikuwa tukifanya hivyo azli, kujamii na maji ya uzazi kumwaga nje. Wamezoea watu wa lugha hiyo, kumwaga nje. Tukifanya hivyo ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, katika zama zake yeye bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa yuko hai. Tukifanya hivyo wal-Qur'anu yanzilu, na halikuwa Qur'ani inashuka. Muttafaqun alayhi. Na kuna ziada ya Muslim rahmatullahi anasema, huyo Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu anasema, kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa tukifanya utaratibu wa azli wa kumwaga maji ya kizazi nje, tukifanya wakati wa mtume. Fabalaghu dhalika falam yanhana, likamfikia hilo kwamba sisi tunafanya tendo hili na kutukataza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kuonyesha kwamba jambo hili linajuzu kufanya hivyo mtu kwa lengo la kisheria, lakini si kwa lengo la kukusudia nia mbaya, kwa mfano kufanya kwa ajili ya zina au mengineyo, lakini anafanya kwa malengo ambayo yakubalika kisheria, yanakubalika kisheria. Kama yatakapokuja mbele hapa katika hadithi, utakuja ufafanuzi mrefu sana. Na hapa wanazuoni leo pia wamejenga pia hoja na hukumu kutokana na hadithi hii, kutokana na masaili yafuatayo. Kwanza, wana kitu wanachokiita tanzimul usra, yani kupanga uzazi. Tanzimul usra sio kufunga kizazi. Kufunga kizazi ni haramu isipokuwa kwa njia maalum, lakini tanzimul usra ni family planning. Huwa anapanga mtu kwa kuona kuwa hawezi mkewe kuchukua mimba na alikuwa ana mtoto mwingine anamnyonyesha, kwa maana atadhurika
Kuna baadhi wanawake damu zao ni hafifu, hawakawii kuchukua mimba, kisha zaa tu mimba bado angali analea, kachukua mimba nyingine. Sasa hapo wanafanya njia hiyo ya kuzuia isije ikaja mimba juu ya malezi ya mtoto hajaisha. Sasa wenyewe wakaamua kwa hali ilivyo, kwa siha ya mama, pengine hana uwezo huo mama wa kuweza kuchukua mimba na huko analea mtoto, au mtoto mwenyewe atadhurika, ili mradi asbabu zile zilizopo za kibinadamu na ambazo zinakubalika kisheria, huwa anachelewesha kuchukua mimba mpaka awe tayari, baadaye ndio achukua mimba nyingine. Lakini isiwe jambo la kudumu, jambo ambalo linafanywa kwa muda maalumu na kwa sababu maalumu ya kisharia. Kama hiyo tuliyosema kwamba mke atakuwa anadhurika kuchukua mimba wakati yuko katika ulezi, au mtoto mwenyewe naye atakuwa anadhurika. Sasa hakuna haki ya kumdhulumu mja wake Allah kwa sababu ya malengo mengine. Kwa hiyo umeruhusu tendo hilo kufanyika, na kwa utaalamu wa sasa wa madaktari wanajua njia nyingi, kadhalika kuna njia ambazo zinafaa kutumika, na ikiwa hazina madhara kwa mwanamke, wale mke hazina madhara kama vidonge sijui au mataratibu maalum, wenyewe madaktari wanajua kumpa mafunzo yule mzazi kwamba muda fulani unaweza kufanya tendo la ndoa, muda fulani usifanye, akawa tayari kufanya hivyo, basi inakuwa ni sababu ya kuchelewesha, yakawa kila baada miezi miaka miwili ndio achukua mimba nyingine. Sasa hiyo itakuwa nafuu kwa yeye, itakuwa nafuu kwa yeye mzazi kuweza kumlea mwanawe. Hiyo ndio inaitwa tanzimul usra, ikiwa ni kisheria inaruhusiwa. Na wanazuoni Dar al-Ifta ya Misri wametoa fatwa kwa mujibu wa hadithi hii, na vile vile wanazuoni wa Saudia na wanazuoni wa Pakistan na nchi nyingi za Kiislamu wamekubaliana kwamba hilo limo kisheria, lakini likiwa linakwenda kwa malengo haya mazuri, hii azli tunaizuri. Lakini siku hizi tunakwenda kwa mujibu wa utaalamu huo uliopo kwa daktari, ukiwa hauna madhara kwa mzazi. Lakini pia kuna kitu kinachoitwa tahdidu nasli, na hii tanzimu usra tumesema kwa mujibu wa madhehebu al-jamhuri, biridha zawjaini, kwa radhi ya wote wawili kuridhika, mama ridhike na baba ridhike kufanya njia aina hiyo ya utendaji wa aina hiyo. Kuna nyingine ambayo wanaitwa, kuna nyingine ambayo pia katika jumla ya kuzuia hiyo tahdidu nasli, yani kuweka kikomo cha uzazi, kuzuia mwanamke asizae tena baada hapo, hiyo ni haramu. Isipokuwa pia wanazuoni wamepanua zaidi, kuna sheria nyingine zaweza ikatokea ikaruhusiwa mwanamke huyo kufungwa kizazi kabisa. Kwa mfano, ikiwa daktari kathibitisha, daktari mwadilifu mwaminifu, kwamba huyu mwanamke akiendelea kuzaa atapata shida, wanaweza kupoteza maisha yake, au pengine uzazi wake azai mpaka kwa operation, na ilivyo operation ya kwanza yapita kwa mtoto, mke anazaa watoto 7 wote operation, mwanadamu gani atakaishi kwa operation haya? Kwa hiyo wakikubaliana wote wawili kwamba na dharura milazo, kwa hivyo basi hapo inawezekana kupatikana tahdidu nasli. Lakini siku malengo haya wanayotangaza leo watu wa kimagharibi, eti baadaye watakuwa nao uwezi kuwasomesha wanao wengine, utakuwa uwezi kuwasomesha, uwezi kuwalea, hali yako ya uchumi itakuwa mshahara utoshi. Mambo haya, riziki hayapo katika mikono yetu sisi, riziki iko kwake mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Ama masuala huu kusoma, kwani wote wana akili ya kusoma? Wangapi anaishia form 4 tu, ukimpeleka 6 hafanyi kitu. Sasa huwezi kusema huyu ndio wakufaa, huyu azuiwe hafai. Pengine huyu ambaye anamzuia asizaliwe ndio ambaye kwamba yeye ana akili kubwa ya kusoma na akafaidika na hayo masomo. Sasa hizi fikra za kimagharibi hizi, hii ni njia, ni mbinu kutaka kupunguza watu, kutaka kupunguza idadi ya watu duniani. Ndio maana mara anafanya hivi, mara anafanya hivi. Wanadamu wasio wengi, hasa wazungu hao, hasa wana mataifa maalum hawataki yaendelee.
wanadhani huko ndiko waliko wengi Waislamu. Kwa hiyo takapunguze kizazi ili baadaye watu wawe wachache. Zamani sana nakumbuka zamani sana nilisoma gazeti moja la Kiarabu, nisikumbuke jina gani za gazeti lile. Yaani mtu mmoja kujuzia kwamba madhari iliyopo katika uzazi huu, yaani njia ya kuzuia kizazi huko Ujerumani, sio katika kijiji gani huko, watu wameshikilia taratibu wa kupanga ya kuzuia kizazi mpaka mwisho. Wakatokea baadhi ya watu katika kijiji hicho, mtu ana mwanawe mtoto mchanga, hana mtoto mwingine wa kucheza naye, maana kijijini hakuna watoto wachanga wa kuzuia kizazi. Ikabidi ampakie mtoto kwenye gari ampeleke katika kijiji kingine jirani akacheza na wanawe akacheza huko na wale watoto wako, alafu namrejesha. Haya mambo ndio kuna siku nyingi sana sikumbuki katika gazeti, lakini mwanadamu mambo mengi ukizungumziwa kuwa yapo yaweza kuwa yapo. Kwa hiyo kuzuia kizazi inaitwa tahdidu nasli, birth control, ili hatulikubali katika sheria mpaka iwe kuna sababu za kisheria, sababu za kisheria. Alafu kuna jingine vile vile yaitwa al-ijhad, Kiarabu nasema al-ijhad. Abortion hii ni kutoa mtoto, yani kutoa mimba. Hapa masala magumu sana. Kwanza pia wanazuoni wa sharia ya Kiislamu wamezungumzia kosa la mtu akitoa mimba. Kwa mfano akatoa mimba ya mtoto ambaye bado hajafika hata siku 40, kuna malipo yake maalum, kuna sheria maalum katika sheria. Na vile vile hapo pia unaweza kidogo kutalafiana wanazuoni, ikiwa muda hujafika siku 40, pakitokea dharura za kisheria, inaweza kutokea dharura za kisheria hizo, usipate taabu kutoa mfano. Zinaweza kutokea dharura za sheria ambazo hivi sasa si hadhi katika akili yako. Kwa hiyo hapo inaonekana kwa nini kapata mimba, basi inaweza kutolewa mimba, lakini katika mtoto ambaye hajafikia siku 40 katikati, bado hajakuwa na roho, hajaingia roho. Lakini sasa hilo pia ikhtilafu kubwa sana, wanazuoni wametoa fatwa hiyo, lakini kwa masharti magumu sana. Maana usije wakaitumia watu masharti haya wakatumia utaratibu huu katika njia ya haramu. Akifikia mtoto katika tumbo umri wake kuanzia siku 40 mpaka siku 100, mpaka siku 120, hapo tena kwa ni khilafu kubwa sana, haiwezekani kabisa. Tena ni rahisi kupoteza maisha huyo mwenye kutolewa mimba, na ni kesi kubwa sana. Kesi kutoa mimba ni kesi hatari sana nchini, unaona bwana. Nakumbuka kule Tanga kulikuwa daktari wetu mmoja alikwenda kesi ndefu, lakini alishiriki naye katika kumtoa mimba binti, na ule binti alifariki. Basi leo kachukuliwa hatua, ilikuwa nyongo, ilikuwa ibaki tu kutia saini rais. Wakatoa Rais Mwinyi ndio alikuwa ni rais, lakini hakukubali. Sitaki kumtaja jina bwana, lakini ni mtu ambaye tuliishi naye mtaa mmoja. Baadaye Rais Mwinyi alipokataa, basi akafungwa na bwana. Ikawa muda ulipokisha akaachiliwa, akaambiwa leo daktari akaachiliwa, tukaenda kumpa pole. Yaani mtihani mkubwa sana mambo haya kutoa mimba, masala ya kuchezea, masala ambayo ya hatari sana. Haya sasa, haya azli huafiki kwa kutoa mimba, sababu anawahi kabla haijatoka hiyo mimba. Lakini kwa sharti ya tulioeleza na kwa nia nzuri kama hiyo, kuonyesha Uislamu unajaribu kumsaidia Muislamu katika kukidhi haja zake katika maisha yake ya kila siku. Kwa hiyo hapa leo tunakuwa na hadithi ya Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiallahu anhu, anathibitisha tulikuwa tukifanya azli katika zama za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Qur'ani wakati huo inashuka. Maana kwamba lau kama ingekuwa jambo ambalo halitakikani, basi Qur'ani ikikataza, ingekuja ya alladhina amanu la ta'zilu, lakini Qur'ani haiyamazii munkari. Na hapa nyingine nasema pia Bwana Mtume alikuwa anajua, sisi isidhalike kwamba labda Bwana Mtume hakufahamu, alikuwa habari anayo Bwana Mtume. Na huko mbele tutaona hadithi zinazoeleza
Kwa bwana mtume akapata habari kwamba wako watu wanafanya hivyo, na yeye akaruhusu sallallahu alaihi wasallam.